Ndugu waandishi wa habari, kwanza nichukue nafasi hii niwashukuru sana kwa mara ya kwanza kabisa kukutana na nyinyi katika mkoa wa Mwanza. Na mimi kwa mara ya kwanza leo kuwa na press kubwa, nimeona vyombo vingi mbalimbali hapa ambayo nilikuwa sijaweza kukutana navyo. Mimi kwa jina naitwa Mrida Mshota, mwenyekiti wa Chama cha Wafugaji Taifa. Ndugu waandishi wa habari, sisi tumewaita hapa na lengo kubwa ambalo tumewaiteni hapa Mwanza ni kutangaza kongamano kubwa la wafugaji la mwaka 2025 ambapo litafanyika katika mkoa wa Simiyu, sehemu moja inaitwa Nyakabindi pale 88. Taarifa kwa vyombo vya habari. Ndugu waandishi wa habari, Chama cha Wafugaji Tanzania CCWT inayo furaha kubwa kuwatangazia kongamano la kitaifa wafugaji wa mwaka 2025. Tukio hilo la kipekee litakayolenga kuimarisha sekta ya mifugo kwa kuwakutanisha kwa pamoja wafugaji kutoka nchi nzima. Kongamano hili litafanyika katika eneo la Nyakabindi wilayani Bariadi mkoa wa Simiyu kuanzia tarehe 15 hadi 18 na kilele chake kitakuwa tarehe 18 Mei 2025. Mgeni rasmi wa kongamano hili anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu waandishi wa habari, kama ilivyo makongamano mengine ya kitaifa, kongamano hili litapambwa kwa kauli mbiu isemayo wafugaji na maendeleo endelevu. Kongamano hili litawakutanisha zaidi ya wafugaji 200,000 kutoka pembe zote za Tanzania na wadau wa maendeleo, taasisi za kifedha na viongozi wa serikali ya sekta ya mifugo. Wafugaji wataweza kumpongeza Mheshimiwa Rais na serikali kwa jitihada zake za kuboresha sekta ya mifugo katika kipindi cha awamu ya 6. Ilani ya uchaguzi iliahidi kujenga majosho 105, lakini hadi sasa zaidi ya majosho 754 yamejengwa katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Ndugu waandishi wa habari, sisi tulikuwa tumewaita kuambia jambo hili, lakini sio hayo tu. Serikali ya awamu ya 6 imefanya kazi kubwa sana kwenye sekta ya mifugo. Ukiangalia kwenye majosho, tumejengewa majosho 754 na lengo la serikali ilikuwa ni majosho 105, lakini tumejengewa majosho 754 zenye thamani ya shilingi bilioni 16. Lakini kwa mwaka huu tunakwenda kutoa chanjo ya mifugo kitaifa, ambapo serikali mwaka jana bunge ilipitisha kiasi cha shilingi bilioni 28 kwa ajili ya kwenda kutoa chanjo ya mifugo. Kama mnavyojua, sisi kama nchi tulikuwa hatujaweza kupata chanjo ya mifugo kitaifa, na ndio maana hata kwenye masoko makubwa ya nje tulikuwa tumeshindwa kwenda kuuza mifugo yetu. Lakini sasa kutokana na serikali ya awamu ya 6 imejielekeza kufanya kazi kubwa kwenye sekta ya mifugo. Lakini pia ukiangalia, tumeweza kupata madume 560 katika maeneo mbalimbali ya wafugaji, lakini tumepokea jumla ya lita 52,000 zenye thamani ya shilingi bilioni 2.6 katika halmashauri 184 kwa ajili ya kuogesha mifugo, kuhakikisha kwamba mifugo yetu sasa isipate na magonjwa mbalimbali. Lakini mambo yaliyofanyika ni mengi. Ukiangalia migogoro ya wakulima na wafugaji, serikali imefanya jitihada kubwa sana kutokana na ile tume ya mawaziri 8 wa sekta. Wameweza kupitia maeneo mbalimbali ya wafugaji na kuweza kutatua changamoto, na zaidi ya hekta milioni 3.5 zimeweza kupimwa na kumilikishwa kwa wafugaji. Na ndio maana sasa hamwezi kusikia kesi za wafugaji na wakulima, kesi za wafugaji na wahifadhi zinaweza kujitokeza mara chache sana. Hizo ni jitihada kubwa ambazo zimefanywa na serikali ya awamu ya 6. Na ndio maana sasa imeendea sasa sisi kama chama cha wafugaji kuweza sasa kuandaa kongamano kubwa la kitaifa ambalo linaweza kuwakutanisha wafugaji nchi nzima, kumpongeza Mheshimiwa Rais pamoja na kazi kubwa iliyofanyika na mambo mengine mbalimbali ambayo sasa tunakwenda kujadili mambo mbalimbali ambayo yanagusa sekta ya mifugo katika nchi hii. Kwa haya machache, mimi niwashukuru sana na niwapongeze kwa sababu mmejitokeza kwa wingi,
na ninaomba taarifa hii ifike kama ilivyo, ili sasa wafugaji katika nchi hii wajue kuanzia tarehe 15 mpaka tarehe 18 tutakuwa na shughuli hii kubwa mkoani Simiyu, ambapo itawakutanisha wafugaji kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini. Na ndugu yangu Nyanda, mimi nafikiri kwa sababu mkutano ulikuwa ni wa kwangu, nikupe angalau hata dakika moja tu neno la shukrani, na kama una jambo la kusema basi unaweza ukasema kwa ufupi zaidi, ili usije ukapora mkutano wangu. Shukrani sana. Asante sana ndugu mwenyekiti Mrida Mshota, ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wafugaji Tanzania. Kwanza kwa heshima hii ulionipatia kama kijana, kama mwanahabari, kuweza kuwa balozi wa wafugaji Tanzania, na umeshatoa wito kwa wafugaji karibu wote sasa wanipokee kokote huko niliko nataka kukwenda mimi na timu yangu. Kwanza nakushukuru sana katika hilo. Lakini kikubwa ni kwamba kimsikia katibu alidokeza kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na makundi karibu yote. Amekutana na wachimbaji, amekutana na makundi ya siasa, amekutana na madaktari, amekutana na wanafunzi, amekutana na makundi karibu yote kwa upana, na wamezungumza changamoto zao na wengine wameenda kumpongeza. Lakini hajawahi kukutana na wafugaji. Hii itakuwa ni kwa mara ya kwanza. Nimemsikia mwenyekiti anasema zaidi ya watu 200,000 wanakwenda kukutana Nyakabindi pale Bariadi. Na unajua Bariadi pia ni moja kati ya maeneo ambayo wafugaji wapo. So ukizungumza nchi nzima unaona wazi kwamba wafugaji na wenyewe wana jambo. Actually wafugaji sisi, kwa sababu mimi nishakuwa mfugaji mwenyekiti sasa. Kwa wafugaji tuna jambo la kwenda kuzungumza kwa kina, kwa upana, kwa mara ya kwanza, kuzungumza na kushukuru wakati mwingine na kutoa mapendekezo na maoni ambayo Mheshimiwa Rais atakuwa mgeni rasmi mwenyewe. Kwa hiyo mimi niseme kwa unyeti huo na kwa uzito huo, mimi naamini pia wanahabari wenzangu mtaniunga mkono nitakapokuwa nakwenda. Na waomba sana mniunge mkono kupeleka hii taarifa, kwa sababu mapinduzi ya ufugaji yamefanywa tangu enzi na enzi, lakini imetoka takwimu hapa mmesikia majosho yalikuwa yametagetiwa 105, sasa yamechapwa 754. Kwa hiyo kuna jambo la kusema. Mimi niwashukuru sana na niseme mniunge mkono kwenye hili, na tuwaunge mkono wafugaji kwenye kongamano hilo ambalo litafanyika kuanzia tarehe 15 mwenyekiti kasema mpaka kilele chake tarehe 18 katika uwanja wa Nyakabindi 88 kule Bariadi mkoa wa Simiyu. Nakushukuru sana mwenyekiti. Asante sana. Asante sana.